matumizi ya VPN au kwa kimombo inaitwa Virtual Private Network, yani matumizi ya mtandao wa binafsi au VPN kwa kifupi. Kwanza inapaswa ifahamike kwamba hili swala la matumizi ya VPN ni swala ambalo lipo kwenye nchi nyingi. Ni mfumo wa teknolojia ambao umekuja katika teknolojia ya habari na mawasiliano au TEHAMA. Sasa katika kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano, kuna baadhi ya makampuni au wana teknolojia ambao wamebuni mfumo ambao unaweza kumwezesha mtu kuwasiliana. Kwa mfano tuchukulie kuna njia ambayo inapita juu ya mlima, alafu watu wengine wakawa wametoboa handaki. Kwa hiyo watu wakawa wanaweza kupita katikati ya handaki lakini pasipo kuonekana na mtu yoyote. Kwa hiyo ni kama njia fulani ya kuwasiliana au kutafuta taarifa au kutumia taarifa au kutuma taarifa pasipo kuonekana. Sasa kutegemeana na aina ya matumizi yake, basi hii inaweza ikachukuliwa kuwa ni kosa. Kuna nchi zipo nyingi tu ambazo pia zimefanya matumizi ya VPN kuwa kosa, hasa pale ambapo unakuta kuna baadhi ya hizi VPN zinatumiwa lakini ni hatari kwa usalama wa faragha na ya data za watumiaji na watu wengine. Kwa mfano unaweza ukaona ukidownload ile VPN nyingine ikakwambia kabisa kwamba kama hauna uhakika na kampuni ambayo imetengeneza, basi utakuwa kwenye hatari au kwenye riski ya kupoteza data zako. Yani data zako zinaweza zikaingiliwa au zikaibwa katika kutoka kwenye simu yako. Sasa katika mazingira kama hayo, na baadhi ya nchi ambazo zimeona kwamba ikionekana sasa hiyo VPN inatumika kwa malengo na yenye uhalifu ndani yake, basi hilo linaweza likawa ni kosa. Kwa hiyo kwa mfano ukisoma sisi sheria yetu ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kifungu cha 9A na B kinasema kwamba mtu yoyote ambaye atafanya kitendo kinachosababisha kuingilia utendaji kazi wa mfumo wa kompyuta au matumizi ya mfumo huo atahesabiwa kuwa ametenda kosa la mtandao, yani cyber crime. Na adhabu kwa mtu ambaye anafanya kitendo hicho ni faini isiyopungua shilingi za Kitanzania milioni 2, au kama atakuwa alijipatia faida, yani alitumia njia hizo za kuingilia mtandao au mfumo wa mtandao na akapata faida labda ambayo si sahihi, basi atatakiwa kulipa hiyo faida aliyoipata mara 3, yani ya thamani ya ile faida ambayo ameipata, au vile anaweza akapata adhabu ya kifungo jela mwaka 1 au vyote, kwa maana ya kwamba faini ya milioni 2 na kama alijipatia faida mara 3 ya faida aliyojipatia, lakini vile na kifungo cha mwaka 1 jela. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kutegemeana na mazingira, na kama unatumia hiyo kwa njia ya kufanya uhalifu au kwenda kinyume na utaratibu au na masharti ambayo yamewekwa na mamlaka au pengine na sheria, basi unaweza ukajikuta umeingia kwenye matata hayo ya kisheria. Asante.